tunakushukuru kwa kuwa ni mapenzi yako tuendelee kukua katika maarifa sahihi ya Kristo Yesu. Tunakushukuru kwa kuwa imekupendeza ya kwamba tukusanyike hapa, tujifunze tena katika Roho Mtakatifu. Tunakusihi kwa neema yako, kwa uwezo wa Roho, ukatutie nuru katika fahamu zetu, tukaweze kulielewa lile fundisho la uzima kama ilivyokupendeza tangu mwanzo. Katika jina la Yesu tunaomba na kupokea ya kwamba tunalielewa neno lako kwa urahisi na kwa wepesi. Neno lako linafanya makazi ndani yetu, linachukua hatua ndani yetu, nasi tunapokea badiliko, nasi tunakuzalia matunda, tena matunda yanayodumu katika Kristo Yesu Mwokozi. Amen. Amina. So tuangalie mpango wa Mungu wa tangu mwanzo. Kwa tutakuwa na hiyo topic ndogo ambayo itatuongoza, mpango wa Mungu wa tangu mwanzo. Mpango wa Mungu wa tangu mwanzo. Mpango wa Mungu wa tangu mwanzo. Labda naweza nikapata mawazo mawili matatu kutoka kwenu. Kwa unavyofikiri au kwa unavyojua, hivi mpango wa Mungu tangu mwanzo ulikuwa ni nini? Na anaweza akatusaidia, mpango wa Mungu tangu mwanzo ulikuwa ni kitu gani? Mungu alikuwa amekusudia kitu gani? Mpango wa Mungu tangu mwanzo, Mungu alikuwa ana mawazo gani? Alikuwa amekusudia kitu gani? Alikuwa anatarajia nini? Alikuwa anataka nini? Sababu tunafahamu ya kwamba Mungu ni wa milele, si ndiye? Hategemei kitu chochote ili kuwapo, si ndiye? Sasa kwa nini tunamuona anaumba? Kwa nini tunamuona anafanya alichokifanya? Why? Mpango wake ulikuwa ni nini? Anaweza akatujibu hilo swali. Ndio. Ni nini? Bwana asifiwe sana. Twendeni pamoja kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza kabisa, mstari wa kwanza. Mstari ule wa kwanza, maandiko yanaanza kwa kusema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Huu mstari ambao tumeuona hapo ni mstari mfupi, si ndiye? Ni mstari mfupi, lakini ni mstari ambao unatupa taswira ya Biblia nzima, kwamba taswira ya Biblia nzima ni Mungu na kazi yake. Mungu na kazi yake. Na hapa kazi inayoonekana ni nini? Ni kazi ya uumbaji. Unaona? Kwenye hii Biblia tutakachokiona ni nini? Kwenye hii Biblia tutakachokiona ni Mungu na kazi yake. Ninapotaka kuelewa kitu kuhusiana na Mungu, Biblia. Ninapotaka kuelewa kitu kuhusiana na kazi au utendaji wa Mungu, Biblia. Kwa nini? Kwa sababu mstari wa kwanza wa Biblia unatuonyesha Mungu na kile ambacho alikifanya. Sasa njoo tujiulize pamoja, tuendelee kuona upana wa huo mstari. Wakati ambapo Mungu tunaambiwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, si ndiye? Kabla ya Mungu kuziumba mbingu na nchi, alikuwa wapi? Mungu yuko wapi sasa hivi? Mungu yuko wapi? Yuko mbinguni. Mwingine, Mungu yuko wapi? Mungu yuko wapi sasa hivi tunavyozungumza? Katika ulimwengu wa roho tumepata jibu lingine. Mungu yuko wapi? Yuko mahali hapa. Good. Mwingine, Mungu yuko wapi? Hilo swali na nilitarajia liwe na majibu ya aina tatu ambayo mawili tayari mmeyatoa. Moja, Mungu yuko, sasa mdogo wangu amesema mahali hapa. Ni kweli yuko hapa, si ndiye? Lakini pia yuko kila mahali, si ndiye? Kwa Mungu yuko kila mahali.
Hilo ni jibu la kwanza, si ndio? Jibu la pili ni ambalo kaka hapa amelisema ya kwamba Mungu yupo mbinguni, amechagua mbinguni kama mahali pake pa kiti cha enzi, mahali pake pa kiutawala, kwa anatawala kutokea mbinguni. Umeona? Hilo ni jibu la pili. Jibu la tatu ambalo hamjalitaja, Mungu pia yupo ndani yetu, alichagua kukaa ndani yetu, si ndio? Yes. Na katika ukisahau majibu yote kumbuka hilo yaani ikitokea kwa mfano umesahau yote, hilo likumbuke, usilisahau. Bwana asifiwe. Kwa yupo kila mahali, lakini pia yupo mbinguni kama mahali pa kiti chake cha enzi. Maana yake kutokea hapo anatawala kila kitu, si ndio? Lakini tatu, yuko ndani yetu sisi tulioamini. Si tu ndani yetu, maana hata mpagani akipita anaweza akasema ndani yake pia. Ni ndani yetu sisi tuliomwamini Yesu, si ndio? Okay, sasa kwenye hiki kitabu cha Mwanzo hapa mwanadamu hayupo, mbingu bado haijaumbwa, maana tunaona hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu. Kwao mbingu ilitokea baada ya Mungu kuiumba. Mungu hamna mwanadamu ambaye amemwamini Yesu kwamba atakaa ndani yake. Mbingu pia hazipo. Mungu alikuwa wapi? Mungu alikuwa wapi? Jibu jepesi ambalo tunalipata kwenye hiyo sura ya kwanza mstari wa kwanza ni kwamba he was everywhere. Hapo hapo ambapo wewe unaona ni nowhere, ndo everywhere. Yupo kila mahali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inachimbua sifa ya kwanza ya kiungu kwamba Mungu yupo kila mahali. Uwepo wake Dar es Salaam hauzuii yeye kuwapo Moshi, si ni kweli? Uwepo wake Marekani hauzuii yeye kuwepo Bangladesh, ndio? Na mtu anafahamu kuna mji unaitwa Bangladesh. Anyway, so kabla ya mbingu na nchi kuwapo, isingalimsumbua Mungu kuwepo, kwa sababu yeye hategemei mahali ili kuwepo. Yupo kila mahali. Okay? Lakini pia angalieni kwa makini, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aliziumba mbingu na nchi. Kuumba mbingu na nchi, kitendo cha kuumba kina reveal vitu gani, au kinatupa idea ya vitu gani kuhusiana na Mungu? Au yes, kuhusiana na Mungu. Mmoja, mwenye nguvu zote. Mbili, mwenye maarifa yote. Mwenye nguvu zote, mwenye maarifa yote. Kwa nini nasema mwenye nguvu zote? Ni kwa sababu asingaliweza kuumba ikiwa hana nguvu ya kuumba. Na si tu kuumba, si tunafahamu. Okay, kwa mfano niwaulizeni swali, si ndiye? Ambao mmekalia ni masofa, si ndiye? Masofa yametengenezwa na nini? Tutaje component zake chap chap, au nyeso mafundi. Kuna mbao, magodoro, na kitambaa kilichofunika sijui na vipinipini na vinini, si ndiye? Kwa hiyo mtu aliyetengeneza sofa alihitaji material kwa ajili ya kutengenezea, si ndiye? Na hayo material tayari yalikuwepo, si ndiye? Lakini tujiulize swali, Mungu katika kuumba kwake alivyokuwa anaumba mbingu na nchi, yeye Mungu alitumia material zipi? Hebu nitajieni material ambazo Mungu alitumia. Sauti, pumzi, maneno, Bwana asifiwe sana. Sasa ukiangalia vitu vyote ambavyo wamevitaja ni self-centered, yani vinamrejelea Mungu mwenyewe vinamrejelea Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunasema kwamba ulimwengu vinavyoonekana, si ndio, viliumbwa kutoka kwenye visivyoonekana.
kwa Kiingereza ndio inasikika vizuri. Aliumba mbingu na nchi from nothing. Aliumba mbingu na nchi from nothing. Hiyo inadhihirisha uweza wa hali ya juu, uweza wa hali ya juu, unaelewa? Inadhihirisha nguvu ya hali ya juu kupita kitu chochote kile. Kwa nini? Anaamuru kitu kiwepo ambacho hakina material za kutengenezea hicho kitu. Ni very strange, very strange. Kwa ulimwengu uliumbwa kutoka katika nothing. Unaelewa? Wanadamu wote tunachokifanya ni kutengeneza. Kwa nini nasema ni kutengeneza? Kwa sababu wote tunategemea kitu kilichopo kutengeneza kitu kingine, ila yeye Mungu hakutegemea kitu chochote kutengeneza au kukifanya kile alichokifanya. Unaona? Lakini jambo la tatu ni maarifa yote. Ina uumbaji au hiyo kazi ya kuumba inadhihirisha kwamba Mungu ni mwenye maarifa yote, au kwa maneno mengine hana ukomo wa maarifa. Labda njoni tujiulize swali, si ndiye? Njoni tujiulize swali ya kwamba ilikuwa kwaje Mungu akaweza kudesign fingerprint ya kila mwanadamu ikawa tofauti na mwenzake. Fingerprint, si mnaelewa? This michoro hizi, si mnafahamu kwamba kila mwanadamu ana ya kwake, yani hazifanani eh? Hivi Mungu alipata wapi hizo version zote? Na haishiwi version, bado zinaendelea kuja. Ukizaa mtoto wako naye anakuwa na fingerprint yake. Okay, labda hiyo ni ngumu. Njoni tujiulize, aina za miti unazozifahamu ni chache, lakini kuna aina nyingi sana za miti, si ndio? Mungu alipata wapi, au ni nani aliyemshauri hizo aina zote za miti ambazo wewe tu unazifahamu? Tuanzie na hizo unazozifahamu. Vijidudu ambavyo vinatembea, kuna vijidudu vingine mpaka ukutana navyo unashangaa, na hiki nacho. Nikiwaga mtoto nilikuwaga sijaona vile vijidudu viko kama jani, yaani kiko tu kama kimti fulani hivi kikavu. Sasa nimeenda mimi nataka nishike, ilikuwa sijui ni nini nataka nishike, ghafla mimi nilijua ni kijiti, ghafla nikashangaa kimeanza kutembea. Ndo nikajua kumbe ni mdudu. Ilikuwa ni kwa mara yangu ya kwanza kumuona huyo mdudu, nilishangaa sana. Amefanana na kijiti. How? Imekuwa kwaje? Unaona? Kwa sasa huo mstari wa kwanza, si ndio? Mbali na kwamba unatuonyesha taswira ya Biblia nzima, kwamba Biblia inamzungumzia Mungu pamoja na kazi yake, si ndio? Lakini pia inatufunulia sifa za kiungu. Inatufunulia sifa za nini? Za kiungu. Ya kwanza tumesema ni anapatikana kila mahali. Ya pili tumesema ni mwenye nguvu zote. Ya tatu tumesema ni mwenye maarifa yote, si ndio? Sawa. Sasa angalia ule mstari wa pili alafu na mstari wa tatu tusome kwa sehemu, si ndio? Mstari wa pili anasema, tumeona mstari wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Angalia ule mstari wa pili anasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Okay? Kwa katika nchi kulikuwa kuna ukiwa, kulikuwa kuna utupu, kulikuwa kuna giza. Tumeona hivyo vitu vitatu ukiwa, utupu, giza. Lakini anasema juu ya uso wa vilindi vya maji kulikuwa na nini? Roho wa Mungu. Unaona? Roho wa Mungu alikuwa ametulia, amehova juu ya uso wa vilindi vya maji. Okay. Kuanzia mstari wa tatu utagundua Mungu anashughulika na kile ambacho amekiona kwenye mstari wa pili. Tumesema kwenye mstari wa pili ameona ameona nini na nini na nini? Utupu, giza, si ndio? Kwa Mungu ameona vitu vitatu.
tuone namna gani ambavyo amevishughulikia kuanzia mstari wa 3. Angalia ule mstari wa 3, anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Ameshughulikia changamoto gani hapo? Giza, si ndio? Okay, kwa mstari wa 3 unatoa suluhisho la giza linaloonekana katika uso wa nchi. Umeona? Mstari wa 3 unaonyesha solution, unaonyesha solution ya kile kinachoonekana kama giza kwenye uso wa nchi. Nitakuja kuwatafsiria vyote hivyo vina maana gani. Sawa? Mstari wa 4 anasema Mungu akaiona nuru kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza, Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku, ikawa jioni ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likatenge maji na maji. Mungu akafanya anga, akayatenga yale maji yaliyoko juu na yale maji yaliyoko chini ya anga, ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu, ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane, ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona kuwa ni vyema. Umegundua kuanzia mstari kuanzia mstari wa 6 umegundua Mungu anafanya kitu gani? Kumbukeni, tuliona giza, tuliona ukiwa, tuliona utupu, si ndiye? Kwa kuanzia mstari wa 6 Mungu anaanza kushughulikia ukiwa na utupu. Unaona? Sasa kilele cha hii solution ni nini? Kiko katika ule mstari wa 26. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, ili kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Unaona? Kwa Mungu ameshughulikia ukiwa na utupu kwa kuumba miti, mimea, bahari, kavu, wanyama, wadudu, na kilele cha yote cha kusolve ukiwa ambao ameuona, amemuumba nani? Mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, hii inatupa tafsiri gani? Kile tunachokiona kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 kwamba Mungu aliziumba mbingu na nchi ni mstari unaotuonyesha kwamba Mungu ameamua ameamua kutengeneza familia yake, na familia hiyo imegawanyika katika makundi mawili. Kuna familia ya mbinguni, kuna familia ya duniani. Okay? Kwa nini nimesema maneno hayo? Kwa sababu ya kilele cha hii kazi ya uumbaji. Akamuumba mwanadamu, tena akamuumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Kwa nini Mungu anamuumba mwanadamu kwa sura, kwa mfano? Kwa nini Mungu anataka mwanadamu afanane naye? Why? Bwana asifiwe sana. Hii inatupa taswira ya kwamba Mungu alitaka awe na familia. The family. Familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Ukiangalia katika maandiko matakatifu mara kadha wa kadha utakutana na dhana ya ujenzi. Kwa mfano, wakati wa Musa, sasa nawakimbiza mbele alafu tutarudi nyuma, si ndiye? Kwa mfano, wakati wa Musa utakutana na ujenzi wa hema, si ndiye? Wakati wa Daudi na Sulemani utakutana na ujenzi wa nini? Wa hekalu, si ndiye? Je, ujenzi wa hema, ujenzi wa hekalu ulikuwa una rifaa au ulikuwa unamaanisha kitu gani? Ujenzi wa hema au ujenzi wa hekalu ulikuwa unamaanisha kitu gani? Ujenzi wa hema, ujenzi wa hekalu, vyote vilikuwa vina mimic. Nikisema kumimic maana yake ni kama kuiga, si ndiye? Vilikuwa vina mimic, vilikuwa vina mimic ile kazi ambayo Mungu aliifanya, kazi ya uumbaji. Kivipi? Ujenzi wa hema, ujenzi wa hekalu, wote ulikuwa una foreshadow familia ya Mungu. Kwa mfano, mmewahi kujiuliza hii kauli hapa? Fungueni kitabu cha Samueli wa pili
Fungueni kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7, alafu kwa pamoja mnisomee mstari wa 12 na wa 13. Samueli wa pili sura ya 7. Samueli wa pili sura ya 7. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12 na wa 13. Tufike wote alafu tusome kwa pamoja. Samueli wa pili sura ya 7. Naona huyo amefika mbali. Rudi kidogo. Hapo kitabu gani hicho? Kitabu gani hicho? Samueli wa pili. Nenda sura ya 7 mstari wa 12 na wa 13. Tuko pale? Haya, 1 2 3 tusome pamoja. Turudie tena. 1 mstari wa 12 na wa 13. 1 2 3 twende. Siku zako zitakapokwisha. Sasa okay. Sasa kuna utofauti kidogo wa Biblia. Kwa kila mmoja yeye asome kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo usimsikilize mwenzako. Soma kama ilivyoandikwa. Zingatia tu koma, nukta na nini. Sawa? Haya, 1 2 3 twende. Siku zako zitakapokwisha. Mzao wako nami nitamfanya yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake. Okay, mmeiona hiyo kauli hapo ya kwamba naye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Mmeiona hiyo kauli hapo? Naye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Kwa Mungu anataka mtu wa Daudi alikuwa amesema kwamba nitamjengea Mungu nyumba, si ndiye? Mungu akamwambia Daudi, wewe hutanijengea nyumba, mimi nitakujengea nyumba, si ndiye? Kwenye mstari wa 9, wa 10 na wa 11, si ndiye? Mstari wa 12 na wa 13 Mungu anamwambia hivi Daudi, wewe utakapolala na baba zako, manake utakapokufa, si ndiye? Nitainua mzao wako nyuma yako, na huyo mzao wako atajenga nyumba kwa jina langu. Anaposema atajenga nyumba kwa jina langu ni sawa sana kusema kwamba atajenga nyumba kwa ajili yangu. Sawa? Atajenga nyumba kwa ajili yangu. Kwa mamlaka yangu atajenga nyumba kwa ajili yangu, si ndiye? Ni kama vile Mungu anadokeza dhana ya kwamba ana programu ya kiujenzi ambayo ni endelevu, si ndiye? Lakini tujiulize swali, nyumba hapo inamaanisha kitu gani? Nyumba hapo inamaanisha kitu gani? Kwa mfano, umewahi kujiuliza, fungua kitabu cha Kutoka. Sasa utanisaidia kukumbuka hapo, usipasahau. Fungua kitabu cha Kutoka. Nenda kwenye sura ya nataka nione. Kwenye sura ya kwanza. Kwenye sura ya kwanza, angalia kwanza ule mstari wa 15. Nitawasomea pale kwa haraka tufike, alafu mnifuatishe. Make sure kwamba unanifuatisha kile ninachokisoma, sawa? Angalia Kutoka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 15. Anasema, kisha mfalme wa Misri akasema na wale wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mzalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu
wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini mnanifanyia jambo hili na kuwahifadhi watoto wa kiume wawe hai? Wazalisha akamwambia Farao, ni kwa sababu hawa wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu. Alafu anamalizia akisemaje? Tumalizie wote hapo. Akawasimamishia nyumba. Mungu aliwatendea wale wazalisha wema kwa kuwafanyeje? Kuwasimamishia nyumba. Wewe unafikiri hapo anavyosema kuwasimamishia nyumba ilikuwa tafsiri yake ni nini? Wewe unafikiri tafsiri yake ilikuwa ni nini? Mungu aliwainulia kuta akawekea na bati. Eti? No, si ndiye? Kwa anavyosema aliwasimamishia nyumba, maana yake aliwapa uzao. Tafsiri nyepesi, aliwapa familia, au kwa maneno mengine kwa Kiingereza tungesema establish their family, aliimarisha familia zao. Aliimarisha familia zao. Kwa hilo neno kuwasimamishia nyumba ni kuwasimamishia familia au ni kuwaimarishia familia. Unaona? Kwa nyumba inabeba tafsiri au inawakilisha familia. Tenda sawa. Kwa hiyo Mungu anavyomwambia Daudi ya kwamba huyo mtoto atakayetoka katika viuno vyako atajenga nyumba kwa jina langu, ni kama kusema atasimamisha au atainua familia kwa jina langu. Tenda sasa, atainua familia kwa jina langu. Kwa hiyo mara kadha wa kadha tunapomkuta Mungu kwenye programu za kiujenzi, hizo programu za kiujenzi zilikuwa zina communicate wazo gani? Zilikuwa zinawasilisha wazo gani? Zilikuwa zinawasilisha wazo la kifamilia. Zilikuwa zinawasilisha wazo la nini? La kifamilia. Tunaenda sasa, tunavyomkuta Mungu yuko katika programu ya kiuumbaji. Programu ya nini? Ya kiuumbaji. Ni hiyo program inasimama kuwakilisha familia, families. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo from beginning, tangu mwanzo, wazo la Mungu lilikuwa ni kuwa na familia ya wenye sura yake na mfano wake. Tangu mwanzo ilikuwa ni mpango wa Mungu awe na familia ya wenye sura yake na mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu, kuna wakati fulani ambapo wanafunzi, sasa nitawaambia tu, tutaiona wakati mwingine. Kuna wakati ambapo wanafunzi walipofika Yerusalemu na Bwana Yesu, wakamwambia Bwana Yesu, njoo tukuonyeshe majengo ya hekalu namna ambavyo yalivyo. Wanaanza kumwonyesha majengo ya hekalu. Hilo hekalu wakati huo ni hekalu ambalo limerekebishwa au limejengwa na Herode. Sawa? Herode. Wakati wanamwonyesha Yesu yale majengo, Yesu akawaambia hivi, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Kama mmoja, umesemaje? Kuna wakati ambapo Wayahudi wakawa wanahojiana na Bwana Yesu. Bwana Yesu akawaambia, livunjeni hili hekalu nami nitalijenga ndani ya siku 3. Naenda sasa, livunjeni hili hekalu nami nitalijenga ndani ya siku 3. Umeona? Sasa angalia, wanafunzi wake amewaambia halitasalia jiwe juu ya jiwe. Kwa maneno mengine ni kwamba haya majengo ambayo mnayaona sio kitu ambacho Mungu alikuwa anakimaanisha. Unanielewa? Maana ni kweli lile hekalu lilikuja kubomolewa baadaye, si ndio?
hiyo inaeleweka kihistoria, sawa. Lakini kitu gani ambacho Yesu anataka wale wanafunzi wawe nacho akilini, ya kwamba haya majengo sio ambacho Mungu alikuwa anataka mkifahamu au mkione. Ufahamu wenu haukutakiwa kuishia hapo. Yesu anakuja kuelekeza zana ya hekalu kwake. Wayahudi wanasema hii hekalu imejengwa ndani ya miaka 40. Wewe unataka kulijenga kwa siku 3, unawezaje kulijenga kwa siku 3? Lakini Yesu alichokuwa anakirifani kitu gani? Yesu alichokuwa anakirifani kwamba watakapomwangamiza, watakapomuua, ndani ya siku 3 atafufuka. Lakini hatafufuka yeye kama yeye, atafufuka yeye kama familia ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tumeshaona wazo la hekalu, wazo la hekalu lilikuwa linawasilisha wazo la familia ya kiungu au familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni rahisi kuelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasema okay, kwa mfano wakati wanajenga hekalu, si ndiye, walisema kwamba wanajenga mahali ambapo Mungu atakaa, si ndiye? Mungu atakaa. Mdogo wangu huyu tulivyouliza Mungu anakaa wapi, alisema Mungu yuko hapa. Maana yake Mungu anakaa katikati ya waamini. Unaelewa? Kwa maneno mengine ni kusema kwamba jumuiya ya waamini ndiyo hekalu ambalo Mungu anakaa. Unaelewa? Kwa hiyo hekalu inawasilisha wazo la familia ya Mungu. Wazo la familia ya nani? Familia ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa nawarudisha tena kule mwanzo pia